Wangapi wanakaribisha yeye? Wanabunge wa bunge la Stambex na wananchi kwa jumla katika eneo hili, na wasalamia wote hamjambo. Hamjambo tena. Mimi kwa hakika nitaanza na kutoa shukrani zangu kwa bunge hili kwa kukubali mwaliko, kwa kutupa mwaliko huu ambao tumefika hapa leo ili kuzungumzia mambo mawili matatu kuhusu mambo ya bunge la mwananchi. Kwa hivyo mimi nasema ni asante sana. Kiini na maana ya sisi kukusanyika hapa ya leo ni kwamba kuna maneno machache ambayo mwenzangu hapa ameyanakili kwa urefu, na nafikiri kama tumeyasikia vizuri sana. Hili bunge la mwananchi ni vuguvugu ambalo ama ni kundi ambalo sisi kama wananchi ambao wako mashinani ama wale mwananchi wa kawaida imekuwa ni kama tegemeo letu kutoa sauti yetu wakati tunataka kueleza mambo yetu labda ipitishwe kwa serikali. Na kwa vile tumekuwa tukiendesha hili bunge, sisi tumekuwa wabunge ama wanachama hili bunge kwa muda mrefu, na tukafika mahali tukasema ya kwamba imefika wakati ya kufanya bunge la mwananchi kuwa bora zaidi. Na bunge kuwa bora zaidi lazima tusemezane mambo mawili matatu ambayo tunaona yanaenda mrama, ambayo tunaona sio mazuri, na tulete yale mambo ambayo tunaona inaweza kutusaidia kama sisi bunge la mwananchi. Tukasema ya kwamba vile mwenzako amesema hapa hivi, kitu ya kwanza tulionelea tukasema kwa muda mrefu bunge la mwananchi tumekuwa tukisikia kuhusu viongozi. Na bunge la mwananchi Nairobi ni kubwa. Ukienda kila maeneo kuna bunge la wananchi. So swali inakuanga ni kwamba wale viongozi ambao tunachagua kama bunge la mwananchi Nairobi, ni nani huwa anawachagua? Ni sisi ama ni hao wenyewe? Na tukasema ya kwamba kutokana na hayo tutakuwa na mchakato. Kwanza kuhamasisha bunge la mwananchi kuhusu kuwa na umoja. Na ile kuwa na umoja inamaanisha tufanya nini? Tukuje pamoja tuseme mambo ambayo tunaona yatatupeleka mbele. Na wakati ambao tumekuwa tukizunguka na viongozi wengine, tukaamua ya kwamba kitu ya kwanza ni kufanya uchaguzi wa pamoja ili tupate viongozi ambao tunawatambua sisi wote kama bunge la mwananchi Nairobi. Mnanielewa? Mnanielewa? Na sisi tunajua kwamba hili bunge la mwananchi limetumiwa kwa mazuri na mabaya, sivyo? Kuna wale ambao wamekuja wamekatumia kibinafsi, wakaenda wakafanya zao. Na kuna wale viongozi ambao pia tunawatambua kazi ambao wanafanya katika bunge la mwananchi ni kazi ya kusaidia mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo tumefika hapa leo kuungana na nyinyi, kutoa sauti yetu ili tunapotembea tutembee pamoja kama ndugu na dada. Na tukitembea pamoja, kiini chetu ni nini? Tunataka kuona ili tunaweza kuboresha, kufanya vile tunaweza kuboresha maisha ya wananchi hapa mashinani. Tunasema hivyo kwa sababu gani? Hili bunge la mwananchi ni kikundi ambacho kimetoa sauti kwa mara mingi. Wakati mambo yanapoenda mbaya, tumesimama kidete kusema ya kwamba hapa sio mzuri na pale ni mzuri. Nikiendelea zaidi nitakusia labda kisiasa kidogo. Na mimi nasema hivi, sisi kama bunge la mwananchi, kazi yetu sio kupendelea kundi fulani. Sio kusema tunapendelea serikali wala tunapendelea upinzani. Kazi yetu ni kuona ya kwamba tunasema vile mambo yalivyo ama namna gani. Kwa sababu ukikuja kwa bunge la mwananchi na waanza kusema kitu ambacho wananchi wanaona sio mzuri, sisi kama bunge la mwananchi tunasema la hasha. Na tunasema ya kwamba wewe kama mbunge ama mwanachama wa bunge la mwananchi, ukishakuja kwa bunge la mwananchi kuhusu kuongea jambo fulani,
fanya utafiti yako mzuri. Usije ukapoteza ama ukapotosha bunge kwa kusema ya kwamba maneno ambayo kwa hakika wewe nia yako unataka mtu fulani akusikia unampendelea. Sisi bunge la mwananchi tunasema hapana, tutasimama kidete kwa mambo ambayo ni mazuri kwa serikali, tutasema ni mazuri. Yale serikali inafanya mazuri tutasema ni mazuri. Lakini yale tunaonelea ambayo haiendi sambamba na maisha ya mwananchi pia tutasema ni mbaya. Kwa hivyo sisi kama wananchi, kama sisi bunge la mwananchi, ningeomba tusimame kidete, ambayo kazi tunafanya tufanyie mwananchi, sio tufanyia waheshimiwa. Mnanielewa? Sio tufanyia waheshimiwa, tufanyie wananchi. Na tunapoendelea nafikiria tutasemezana, tutakosoana, na mtu akikukosoa usikasirike, si ndio? Mtu akikukosoa akisema ndugu yangu nilisikia ukiongea jambo fulani, hilo jambo naona sio mzuri, usikasiri, kwa sababu sisi wote sio ati tunajua. Mimi sijui yote, wewe utakuja utanifundisha kesho, mimi nitakuja nitakufundisha kesho kutwa, na hapo tutakuwa tunaendelea vizuri. Na hapo tunapoendelea hivyo wananchi wataona tunawafanyia kazi mzuri. Na hata hapa nafikiria kuna viongozi, si ndio? Kuna wale wanataka uongozi, na sisi tunasema ya kwamba hatutakataza mtu kuja uza sera zako, ambia wananchi nitawafanyia kitu fulani. Na mimi nataka kuomba ya kwamba tukipata viongozi kutoka hili bunge la mwananchi, tafadhali tukwende na tukue tofauti na wale ambao wapo sasa, ama wale ambao tukishapatia ofisi wanapenduka, wanakuwa wanyama ambao hata ukamkaribia anasema mimi nashughulikia masuala yangu na familia yangu. Tunataka tukue na viongozi ambao wanajali mwananchi wa kawaida. Kwa hivyo mimi sitakuwa na mengi sana. Hii ni fursa ambayo nimeshukuru. Wakati tutakuwa na mkutano mwingine pia sisi tutawaalika. Mimi vile mmesikia ni kiongozi wa bunge la ambassador, mwananchi ambassador. Bunge ambalo tumekuwa pale kwa zaidi ya miaka 15. Na ukikuja pale tunawakaribisha. Sisi maongezi yetu ama bunge letu linakuanga asubuhi mapema, kwa sababu wanachama wetu wengi ni wale wanaendanga shughuli asubuhi. Sasa ukifika pale unakaribishwa, leta maoni yako na tutakukaribisha kama mwananchi wa kawaida. Sema asanteni sana na Mungu awabariki. Asante.